السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني في الله، بارك الله فيكم. baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia swala na salamu mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama tunavyofahamu kama leo tumetangaziwa kuwepo kwa hadhara siku hii ya leo, siku ya Alhamis tarehe 26 Hijria au miladia, sawia na tarehe 23 Hijria, ndani ya mwezi wa Rabiul Awwal. Ni jambo kubwa hili ambalo tumeliamulia maamuzi ya dhati kulitekeleza, jambo la sisi Waislamu kukusanyana fi baitin min buyutillah, katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Lengo ni kukumbushana, na lengo kuu lingine ni kukumbushana na kufundishana yale yanotokamana na dini yetu, kutokamana na Qur'ani na Sunna. Sasa bimashiatillah, ikhwani fillah, asili ya maudhui yetu tutaongelea kuhusiana na sehemu ndogo katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi ya sahaba Al-Irbad ibn Sariyah. Sahaba huyu anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam alitupa mauidha baada ya swala ya alfajiri, mauidha ambayo watu walilia kulingana na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Nyoyo za maswahaba zikapatwa na hofu ya hali ya juu kulingana na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha sahaba waliposikia maneno yale yalipowaathiri katika nyoyo zao, wakamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, famadha ta'had ilaina ya Rasulullah,
wanatupa wasia gani ewe mtume wa Allah? Walivyomuona mtume alayhi salam namna ya uongeaji aliyouongea, wakahisi ya kwamba mtume alayhi salatu wasalam hatakuwa nao baada ya muda ujao. Yani wakakisia kiakili kwamba huenda mtume alayhi salam hatodumu nao kwa muda mrefu. Kwa hiyo wakataka kuhusiwa na mtume alayhi salatu wasalam. Mtume aliwapa wasia 4, akawaambia usikum bitaqwallah, na wahusieni enyi masahaba zangu na waislamu kiujumla kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wasia wa kwanza ni huu. Wasia wa pili, was-sam'i wat-ta'a, wa in ta'ammara alaykum 'abdun. Wasia wa pili, na wahusieni kuwasikiliza viongozi wenu na kuwatii hata kama viongozi hao watakuwa ni watumwa. Kisha mtume alayhi salamu wasia wa tatu akautolea maelezo kabla ya wasia, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Hakika jambo lilivyo, yule atakayeishi sana miongoni mwenu atakuja diriki tofauti nyingi sana kwa Uislamu. Uislamu watakuwa na ikhtilaf nyingi, wale wasema hivi, hawa wasema vile, msikiti ule una hili, msikiti huu na hili, hawatakuwa kitu kimoja. Mtume alayhi salam alipoelezea kuhusiana na jambo hili kwamba litatokea fi akhir zaman, wakati wetu huu, akatoa wasia watatu: fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin 'addu 'alayha bin nawajid. Muda huo ambao waislamu wametofautiana, kila mmoja na rai yake na mtazamo wake na shekhi wake na msikiti wake, muda huo lao Allah atakupeni umri, jilazimuni kushikamana na mafundisho yangu, sunna zangu na sunna za makhalifa wangu wanne waongofu walioongozwa na Allah, na shikamaneni kweli kweli na hayo mafundisho yangu mimi na mafundisho ya masahaba zangu. Kwa tumeona kupitia maneno haya kabla ya kufika katika wasia wa 4, kufaulu kwa umma ni muda watakapoamua kushikamana na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam. Yule anayeshikamana na sunna za mtume alayhi salatu wasalam atafaulu kwa hakika, na kwa hili halina shaka. Kisha wasia wa 4, na ndio asili ya maudhui yetu, mtume alayhi salam akawaonya masahaba na jambo lililo kinyume na sunna: wa iyyakum wa muhdathatil umur, na ole wenu masahaba zangu na yale mambo yatakayozuliwa wakati huu, zama za ikhtilaf, zama za iftiraq. Waislamu wametofautiana, waislamu wamefarikiana, kullu hizbin bima ladayhim farihun, kila mmoja alingania kundi lake. Wale ni jamaa kadha, hawa ni jamaa kadha, wale ni hizbu fulani, kundi fulani, hawa ni kundi fulani. Kila mmoja alingania katika lile analoliona kwake yeye kwamba ni jambo la haki, na yawezekana ikawa wako mbali na hiyo haki ambao wanaikusudia. Mtume akawaambia, ole wenu na mambo yatakayozuliwa muda huo na wakati huo, fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fi an-nar. Fahamuni masahaba zangu, hakika kila chenye kuzuliwa ni upotofu. Fa inna kulla muhdathatin bid'atun, hakika kila chenye kuzuliwa ni uzushi. Wa kulla bid'atin dalalah,
na kila uzushi unaotokamana na hiyo bid'a ni upotofu. Wa kullu dhalalatin fi an-nar, na kila upotofu motoni. Kwa hiyo maudhui yetu ambayo tutakayo kwenda nayo ni kipengele hiki cha mwisho, kullu bid'atin dhalala, kila uzushi ni upotofu. Fa ikhwani fillah, inna min a'zami mabtuliyat bihi al-ummatu al-islamiyya, hakika miongoni mwa mambo makubwa ambayo umma huu wa Kiislamu wametahiniwa nayo, wamepewa nayo mtihani, tilka al-bid'a, ni hii bid'a ambayo ndiyo asli ya maudhui yetu, bid'a ambayo allati intasharat al-yawm, bid'a ambayo leo imekithiri na kuenea katika miji, bid'a ambayo leo kuna watu wanailingania kwa juhudi zote walizonazo, uwezo wao wote wa kinafsi, uwezo wa kimali, wanahakikisha bid'a inadumu katika mgongo wa ardhi. Kuna watu ikhwani fillah wamesimama dhidi ya sunna na wakasimama dhidi ya ahlus sunnati wal jamaa, na wakaamua kusimama imara kuitetea bid'a, bimaana mambo ya uzushi. Wal bid'u ibadallah amruha adhimun, bali bid'a ndugu zanguni katika imani jambo lake ni kubwa sana. Wa hiya baridul kufr, bali bid'a ndiyo njia ya kufika kwenye kufuru. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, maneno haya yamepokelewa na Imam al-Baihaqi rahimahullah fi al-Kubra, anasema sahaba huyo Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna abghadha al-umuri ila Allah, hakika mambo yenye kuchukiza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, miongoni mwa mambo ambayo Allah anayachukia kweli kweli, al-bid'a, ni uzushi, watu kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali mmoja katika wanazuoni waliopita kale katika wale aimma maimam aitwaye Sufyan ath-Thawri rahimahullah anasema, al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah, bid'a hii ambayo ndiyo asli ya maudhui yetu inapendeza zaidi kwa shaitani. Ibilisi anaipenda bid'a zaidi kuliko maasi, na kwa maana nyingine ibilisi anampenda sahibul bid'a zaidi, anampenda mzushi kuliko anayefanya maasi. Nani huyo? Shaitani. Anapomwona mubtadi' mzushi amesimama upande wa kulia, upande wa kushoto kuna mtu wa maasi, upande huu kuna mtu anazua katika dini, lakini upande huu mwingine kuna mtu yuala kamari, yuadanganya, yuazini, mlaji riba, muongo. Shaitani anampenda zaidi huyu mubtadi' kuliko yule sahibul maasi. Na haya maneno naomba yaeleweke kwa umakini sana, yaeleweni kwa umakini sana. Sufyan ath-Thawri rahimahullah anasema bid'a yapendeza zaidi kwa shaitani kuliko maasi, na kwa maana hii mzushi anapendeza zaidi kwa shaitani kuliko maasi. Akaelezea sababu, al-ma'siyatu yutabu minha, maasi mtu anapoyafanya anafanya tauba, na mtu anapofanya maasi anajua hili ninalolifanya ni maasi, niposa nawaelekea watu kuambia jamani, niombeeni jamani, niache mambo haya. Mzinifu anapozini na kukithiri, Allah tuhifadhi na hili, utaona mwishowe awaambia watu jamani, niombeeni niache nini? Niache zina, mlaji riba sawia hivyo hivyo, msema uongo vile vile, hata mushrik, pamoja na kwamba shirki yamtoa mtu katika Uislamu.
lakini hawa wote tuliowataja na mfano wa madhambi mengine wanatambua fika haya tunayoyafanya ni maasi. Kwa hiyo wanatarajiwa kufanya tauba, kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huku wanapoyafanya haya wanazifuta nafsi zao katika hayo. Anapozini ajutia katika zina, anapoiba mwizi yajutia wakati mwingine kwa uwizi anaoufanya. Kwa hiyo almaasiyatu yutabu minha, mtu wa maasi anatarajiwa wakati mwingine kufanya maasi au kufanya tauba. Walbid'atu la yutabu minha, lakini mtu wa bid'a hafanyi tauba. Hakuna siku watu wa bid'a watakuja waseme jamani tuombeeni tuyaache haya. Kwa nini jamani? Kwa sababu wao wanaitakidi ni ibada, yatakarabuna ila Allah, wanaitakidi kwa yale waliyozua wanajikurubisha kwayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa wao hawatarajiwi kufanya tauba, hawatarajiwi kurudi kwa Allah azza wa jalla, na hivi ndivyo alivyo sahibu albid'ah. Sasa kuonesha kwamba bid'a ni jambo hatari sana kwa Muislamu, ni jambo ambalo Muislamu hatakiwi kulichukulia kwa usahali, akalichukulia kwa udogo, akaona ni jambo la kawaida, pamoja na kwamba Waislamu wengi sana leo wamefikia marhala hii kuchukulia bid'a ni jambo la kawaida. Mtu anakaa yuafikiria jambo atakalolizua kwenye dini, yualizua, alafu akishalizua jambo lile yuachukulia jambo la kawaida. Kwani kuna ubaya gani? Kwani kuna makosa gani? Hizi ndizo lugha ambazo leo zinazoenea katika miji yetu, hasa kwa watu wanaozua katika jamii. Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah ta'ala min kibar ulama at-tabi'in, katika wale wanazuoni wakubwa katika wanafunzi wa masahaba, ana maneno yosema walladhi nafsi biyadihi, na apa kwa yule aliyebeba nafsi yangu kwenye mikono yake, ambaye ni Allah. Awaambia wanafunzi wake na waislamu, la tadhharanna albid'u, kutadhihiri bid'a, hatta la yara min alhaqqi, mpaka haki haitoonekana. Watu hawatoiona haki, haitoonekana haki illa qadra ma baina hadaini alhajarain, isipokuwa haki itaonekana kiasi kilichoko baina ya haya mawe mawili, minan nur, kutokamana na nuru. Abdullah ibn Mubarak anawapigia mfano wanafunzi wake na Waislamu kwamba kutadhihiri uzushi zama zinazokuja hizo, na uzushi huo utakithiri kiasi cha kwamba haki ilivyo haitoonekana isipokuwa kiasi cha ule mwangaza unaopatikaniwa baina ya haya mawe mawili. Kuna majabali mawili au mawe mawili, ambapo hapo katikati kuna nini? Kuna mwangaza au nuru. Kwa hiyo waambia hiyo haki itadhihiri kiasi cha hii nuru inaonekana baina ya majabali mawili. Ina maana gani? Haki haitaonekana isipokuwa kwa uchache sana, kitakachoonekana ni batil na bid'a. Kisha akaendelea akasema, wallahi la tafshuna albid'a, na apa bid'a itazidi kuenea hatta idha turika minha shay'un, mpaka ifike wakati mtu aache bid'a au bid'a iache katika hizo bid'a, mtu aache sehemu katika bid'a. Qalu tarakta sunna, kusema bwana Sheikh umeacha sunna. Yani bid'a itakithiri na ndio itakuwa ndio sunna kwa umma, kiasi cha kwamba mtu aache jambo la bid'a aambiwe ameacha nini? Sunna. Kwa namna bid'a itakavyokuwa imekithiri na imeenea kwa umma, na haki na sunna itakuwa kiasi cha nuru inaonekana baina ya mawe mawili. Hani maneno ya Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah ta'ala. Lakini kadhalika vile vile Ibn Wahb ameyanukuu maneno mengine ya huyu bwana Abdullah ibn al-Mubarak
anawaambia wanafunzi wake bado, alaikum bililmi qabla an yuqbada, jilazimuni kuitafuta ilmu kabla haijaondolewa ilmu. Wa qabduhu bidhahabi ahlihi, na kuondoka kwa ilmu ni kuondoka kwa watu wa ilmu, wanazuoni, mashekhe. Akaendelea akawaambia, wa alaikum bililmi, najilazimuni na ilmu. Fa inna ahadakum la yadri mata yaftaqiru ila ma indahu wa satajiduna aqwaman yaz'umuna annahum yad'una ila kitabillah. Bali akawaambia wanafunzi na waislamu katika asri yake, baada ya kuwahimiza zaidi washikamani na ilmu, akawaambia, fa inna ahadakum la yadri mata yaftaqiru ila ma indahu wa satajiduna aqwaman, kutadhihiri watu, yaz'umun, watu hao watadai kwa madai, annahum yad'una ila kitabillah, kwamba wao wanalingania watu kwenye Qur'an, wa ila sunnati rasulillah, na watadai kwa madai tu, si ukweli kwamba wao walingania watu kufuata sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa qad nabadhuhu waraa dhuhurihim, na angali hiyo sunna na hiyo Qur'an wameiweka nyuma ya migongo yao, wameitupa nyuma ya migongo yao. Utawafahamu vipi watu hao ikiwa huna ilmu? Na ndio maana Abdullah ibn al-Mubarak akawahimiza jambo la kwanza, ilazimuni na ilmu. Ilmu ndiyo mi'yar, ndiyo mizani ya kumjua mtu wa haki na mtu wa batil. Ilmu ndiyo mizani ya kukujulisha wewe sunna, na ndiyo mizani ya kukujulisha hili ni jambo la bid'a. Bila ilmu huwezi kuwajua watu wa batil, bila ilmu huwezi kuwajua watu wa haki, bila ilmu huwezi kuijua sunna na huwezi kuijua bid'a. Ndio maana Abdullah ibn Mubarak akawaambia watu wake, alaikum bililmi qabla an yuqbad, ilazimuni na ilmu kabla haijachukuliwa, kwa sababu ilmu ndiyo mizani ya kuwajua ahlu sunna. Alhaqu la yu'rafu birrijal, i'rif alhaqqa ta'rif ahlah. Wanazuoni wasema haki haijulikani kwa kuangalia watu. Wajua kuna watu leo mizani yao ya kuwajua watu wa haki, ya kuwajua watu wa sunna ni kutazama ule uwazi wa watu. Mtu ana ndevu nyingi, sio bwana, kanzu yake labda haivuki macho mawili ya miguu. Hiyo ndio mizani ya mtosheleza yeye kwamba ni mtu wa nini? Ni mtu wa haki. Ongezea kidogo, ametia hinna, ameoa zaidi ya mke mmoja, sawa? Ansoma markaz gani? Ansoma Maganyakulo. Basi yatosheleza ni mtu wa haki. Nani alikwambia hivi? Mizani ya kumjua mtu wa haki, ikhwan, sio markaz fulani. Hizi maraki za tusaidia sisi kutujenga kwenye haki, fahamiana. Na pia hizi madrasa za wasaidia watu kuwajenga kwenye batil. Kwa hiyo inawezekana markazi ikawa ni markazi ya watu wa haki na watu wa sunna, lakini wanaotoka baadhi yao wakawa si watu wa haki. Hii pia ni hali ya kuwajua watu wa haki. Sasa utawajua vipi? Wanazuoni wanatuambia usiwaangalie watu walivyo tu, kaangalia mavazi yao, kaangalia maumbile yao. i'rif alhaqqa ta'rif ahla, wajue watu wa haki. Au i'rif alhaqq, kwanza isome haki yenyewe, soma ilmu. Ukishaisoma ilmu, ile ilmu itakwambia huyu ni mtu wa haki. Taarif ahlahu, utawajua watu wa ilmu na utawajua watu wa haki. Kwa maana hii, ikhwani fillah, barakallahu fikum, hauwezi kuwajua watu wa sunna, hauwezi kuijua sunna mpaka ujilazimu kusoma dini. Leo tuko kwenye zama ambazo waislamu wanaingia katika mkanganyiko mkubwa sana. Kwa shekhe asema bana hili lafaa, mwingine yosema halifai. Hao waislamu ambao leo, ikhwan fillah, barakallahu fikum, wanaotafuta haki, nao wengine wakachoka kuitafuta haki. Kafikia marhala mtu yokwambia maneno ya watu haya,
hawa mashekhe ukiwafuata sana hawa watakupoteza. Salaam. Leo tinkuwa ukifuata mashekhe sana watakupoteza. Suluhu sasa nini? Fuata maoni yako na rai yako. Bana una mimi sifuati shekhe yoyote. Mimi mwenyewe tu naangalia kile ambacho nakiona ni sawa nafanya. Kile ambacho nakiona si sawa sifanyi. Huyu mwalimu wake ni shaytan. Man la mudarrisa lahu fa shaytanu mudarrisa. Asiye mwalimu, shaytani ndio mwalimu wake. Yeyote anayejiweka mbali na ahlul ilm, watu wa ilmu, kwa lugha kama hizi, huyu moja kwa moja mwalimu wake atakuwa ni shaytani. Kwa sababu Allah ameiweka hii ilmu, wale watakaohifadhi ni watu wa ilmu, na kuichunga ilmu hii na dini hii inachungwa na kuhifadhiwa kupitia na watu wa ilmu. Sasa wewe lazima ujilazimu kama Muislamu kuisoma dini, ndio utawajua watu wa haki ni kina nani. Na hauwezi kuijua dini na hauwezi kuwajua mpaka uende kwa watu wa ilmu na kumwomba Allah akuongoze katika haki. Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah ndo akayasema haya, kutadhihiri watu wakati huu, yazumuna annahum yad'una ila kitabillah, wanawatadai kwamba wao wanalingania watu katika Qur'an na Sunna, waqad nabadhuhu waraa dhuhuri, na angalia Qur'an na Sunna wameitupa katika nyuma ya migongo yao. Fa alaykum bil ilmi, ilazimuni na ilmu, wa iyyakum watabaddu, najiepusheni na kuzua, wataammuk, na kufuata mambo kiupofu. Kufuata mambo kiupofu ni vipi? Kufuata mambo pasi na ilmu, na wafuata mambo kwa sababu babu umemuona, wafuata mambo kwa sababu nyanya ulimuona, wafuata mambo kwa sababu inna wajadna abaana ala umma, tuliwakuta baba zetu bana, wa inna ala atharihim muqtadun, na sisi kile tulichokidiriki athari zao ndizo tuzifuata. Ikhwani fillah, haya ni baadhi ya maneno ya wanazuoni wetu tunaowategemea, wakituonesha hali halisi tutakayoishi nayo katika asri yetu hii, kwamba bid'a itadhihiri kwa kasi au itadhihiri kwa kasi, na watu ikhwani fillah watakuwa vipofu katika kuiona haki itadhihiri kwa uchache zaidi. Kabla sijaingia katika asili ambayo naikusudia katika kuongelea kuhusu tamko bid'a, na nukuu maneno ya mwisho ya mmoja katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, anasema laysa aamun wala illa walladhi ba'dahu sharrun minhu, hakuna mwaka isipokuwa mwaka ambao utakaokuja baada ya huu utakuwa ni mbaya zaidi. Sawa jamani? Sasa tuko 2025 utakuwa ni mwaka ulio na shari zaidi kuliko mwaka huu. Abdullah ibn Mas'ud akawaambia masahaba wenzake na at-tabi'in, la aqulu aamun amtara min aamin, simaanishi mwaka huu uliotangulia au mwaka uliotangulia hautokuwa na mvua au utakuwa ulikuwa na mvua kuliko mwaka ujao. Simaanishi mvua. Awaambie masahaba baada ya kuambia mwaka uliopita utakuwa ni bora kuliko ujao, simaanishi mwaka uliopita ulikuwa na mvua nyingi kuliko mwaka ujao, simaanishi hivyo. Wala aamun akhsabu min aamin, wala simaanishi mwaka uliopita ulikuwa na mavuno kuliko mwaka ujao. Kuna mtu hayuko na sisi katika maneno? Hamaanishi mambo haya Abdullah ibn Mas'ud, illa anachomaanisha anawaambia illa, isipokuwa asema wala amirun khairun min amir, wala simaanishi mwaka uliopita utakuwa na kiongozi mbora kuliko mwaka ujao, simaanishi pia viongozi. Lakini hiyo shari na ikusudia kwamba itakuwepo kwa kila mwaka unapozidi kuja. Dhahabu ulamaukum, ni kule kuondoka kwa wanazuoni wenu.
wale wanazuoni mnaowategemea kadri wanavyoondoka, miaka inavyokwenda, wanavyoondoka katika mgongo wa ardhi, shari inazidi zaidi. Wa khiyarukum, na wale wabora wenu mnaowategemea katika dini, watu wema, mashekhe, ulama, tulabul ilmi, kadri hawa wanavyoondoka, basi miaka inavyozidi kusonga inakuwa ni miaka ya shari zaidi. Kisha Abdullah ibn Mas'ud akawaambia, thumma yahduthu qaumun, kisha wakati huo sasa shari zimekithiri, utazuka watu yakisuna al-umura biaraihim, watayakisia mambo ya dini kwa rai zao, watakwenda kuyakisia mambo ya dini kwa akili zao. Watafanya mambo kisha wakiulizwa dalili watauliza kwani kuna ubaya gani, kwani hizi ndio lugha zao. Fayahdumu alislam, uislamu utaharibika. Na ndivyo tuko katika asri hiyo. Mambo mengi sana yanafanywa leo, mambo ambayo hayana hujja wala hayana burhan, lakini wafanyayo wanayatolea hujja kwa akili zao, kwa maoni yao, rai yao, mitazamo yao. Mimi naona kwa mtazamo wangu, mimi naona halina ubaya, na angali dini hii imefungamanishwa na vitu viwili, lao tutashikamana navyo hatutopotea. Tumesema taraktu fikum ma in tamassaktum lan tadhillu ba'di, nimewachieni vitu viwili, lao mtashikamana navyo hamtopotea baada yangu. Nini na nini? Akili zetu. Naam, nini na nini washa? Kitabu Allah wa sunnati, Qur'ani na sunna, tena ala fahmi salafi hadhihi al-umma, kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Yoyote anayesimama kweli kuchukua Qur'ani ndiyo hujja kwake yeye, anayechukua sunna ndiyo hujja kwake yeye ya kumtetea katika matendo yake, na akaichukua kulingana na ufahamu wa masahaba, wallahi mtu huyu amefaulu. Leo tuko kwenye zama ambazo ndugu zangu katika imani, mambo mengi yanakisiwa na akili za watu, mambo mengi yanapelekwa na ufahamu na rai za watu. Ni mengi sana yamezuliwa katika mgongo wa ardhi. Kila kukicha yanatafutiwa njia ya kutetewa, yanatafutiwa penyo njia ya kuhalalishwa mambo hayo, yaonekane pia ni moja katika sehemu ya dini. Nani aliyoweka? Watu fulani, lakini kwa kuwa wao ndio walioyazua, watayatafutia kila njia ya kuyatetea. Watu nawapigieni mfano mmoja, alafu tuanze maudhui yetu rasmi ya bid'a. Kuna bwana mmoja juzi alinirushia maneno fulani, pamoja na kwamba maneno ya Kiarabu haya lakini yana faida. Yasema hivi, sualu, nataka nipige, huu ni mfano na sitosoma maneno kwa urefu, nato kwa ufupi tu. Hali al-maulid jaiz am la? Bwana nirushia hii maudhu. Kuswali niliulizwa, sijui muulizaji ni nani, muulizwa ni nani. Je, maulidi yafaa au hayafai? Aljawab, jawabu jaiz, yafaa. Fama dalilu ala jawazi, nipi dalili ya kujuzu kwake? Sasa sikizeni dalili. Dalilu jawazihi fi in'idami dalilu litahrimihi, dalili ya kujuzu kwake ni kule kukosekana kwake dalili ya kuharamishwa. Mashaka mwanaelewa, lakini utai vizuri. Nataka kuonesha kwamba mambo ya dini leo kuna watu wamekaa kikao kwa ajili ya kuyapeleka kiakili yao na rai zao. Kwa kuwa hivi vitu hakuna aya inasema maulidi haramu, basi hiyo dalili kwamba yafaa. Fakullu ma la nassun fi tahrimihi fahuwa mubah, chochote ambacho hakuna dalili cha kuiharamisha basi kitu chafaa. Maadamu hakuna aya inasema maulidi haramu, basi yafaa. Na hivi ndivyo walivyosema watu wa Mugoka. Mnajua hivyo mnajua? Watu wa Mugoka kila siku watafuta aya ya kuharamisha nini?
muguka wao, miraa yao, kwa kuwa hakuna aya ya haramu. Wao waona hivyo kimtazamo wao, lakini ziko ayat za kuharamisha hayo, lakini pia ziko ayat hadithi za kuharamisha mambo kama maulidi na mengineyo, na ndio asli ya maudhui yetu. Sasa kila mwaka kutolewa njia za kutetea vitu hivi. Leo tumfikia marhala tuambiwa maadamu hakuna aya wala hadithi basi yafaa. Na nina imani mwaka kesho 2025 Allah akitupa uzima utatolewa njia nyingine ya kuhalalisha, ili mradi tu jambo hili lifae, sababu ni jambo lenye maslahi na watu maalum. Kwao wanalichukulia ni jambo lenye masalih na wao wenyewe binafsi, sio dini. Sasa ikhwani fillah, kuna swali lina haja tuulizane katika maudhui yetu. Ma maana albid'a? Bid'a nini? Kwa sababu hapa pia kuna nukta nyingine muhimu sana. Kwa nini tuulize hili swali? Bid'a maana yake ni nini? Tutakapofahamu tamko bid'a, huenda tukapata mwelekeo wa kufahamu tutakayoongea mbele. Tutakapofahamu taarif, definition halisi iliyobeba maana kamili ya tamko bid'a. Kwa sababu kuna watu leo wamesimama wakwambia bana hawa kila kitu bid'a tu, kila kitu bid'a. Lakini kwa nini wasema hivyo? Kwa sababu wameambiwa kitu fulani bid'a, wameambiwa maulidi bid'a. Sasa wao watakusema, wale wanaosema hivyo kila kitu wamaanisha bid'a. Bana kila kitu bid'a, makochi kwa bid'a. Kuna wale wasema hivyo, makochi bid'a, lakini wanayo TV bid'a, microphone bid'a. Na hiyo yote ni dalili ya kuonesha ufahamu mdogo wa mtu. Alhasil, al-Imam Shatibi rahmatullahi alayhi, mmoja katika wanazuoni wakubwa ambao wanaotegemewa katika Uislamu, na tulabul ilm, wanafunzi wanaosoma ilmu, wanapotajiwa mwanachuoni huyu wanamfahamu al-Imam Shatibi rahimahullah. Nina huyu mwanachuoni ana kitabu kinachoitwa Al-I'tisam, anatupa maana kamili ya tamko hili bid'a. Asema fal bid'atu idhan, bid'a maana yake hiya tariqatun, au katika maana nyingine anasema idhan ibaratun an tariqatin fi ad-din mukhtara'a. Hii definition ni definition nzuri sana ya kutuelezea maana ya bid'a. Asema bid'a ni tamko ambalo yani ni ibara ambayo yatokamana na njia iliyoko katika dini, lakini njia hiyo imezuliwa. Ni tariqatun fi dini mukhtara'a, ni njia iliyoko kwenye dini, lakini njia hiyo imezuliwa na watu. Ni njia maalum ambao watu wanaitumia njia hiyo kwa muabudu Mola wao, lakini njia hiyo asili yake imefanya nini jamani? Imezuliwa. Tudhahi ash-sharia, na njia hiyo inafanana na sheria. Asili ya bid'a ni kitu ambacho chafanana na dini. Ikiwa huna ilmu huwezi kujua kwamba hii ni bid'a. Kwa hiyo kitakapokujulisha au kitakachokujulisha hii ni bid'a ni ilmu, kwa sababu asili ya jambo linalozuliwa linafanana na sheria ya Uislamu. Tudhahi ash-sharia, linafanana na sheria ya Uislamu. Kisha akaendelea akasema yuqsadu bisuluki alaiha, ukusudiwa na wale wenye kuishika njia hiyo almubalaghatu fi at-ta'abbud lillah, wanakusudia katika kuishika njia hiyo kufikia upeo wa kumwabudu Mola wao. Yani yoyote anayezua katika dini hazui isipokuwa lengo lake si kumuasi Allah. Lengo lake nini? Lengo ni kuabudu Allah. Narudia hii definition. Al-Imam Shatibi rahimahullah ta'ala anasema al-bid'atu, bid'a maana yake nini? Fahiya tariqatun fi ad-din mukhtara'a, ni njia katika dini iliyozuliwa.
njia iliyoko katika dini, lakini ikawa njia hiyo imezuliwa, lakini njia hiyo akasema tudhahi ash-sharia, yafanana kamili na Uislamu na sheria ya Uislamu. Kwa maana hii huwezi kuitambua njia hii ni bid'a au ni sunna ila kwa jambo gani? Kwa ilmu. Alafu akamalizia akasema yuqsadu bisuluki alaiha almubalaghatu fi at-ta'abbud lillah, wale wanaoshika njia hiyo iliyozuliwa wanakusudia kwayo njia hiyo kumwabudu Mola wao, hawakusudii kumaasi Allah. Kwa tunaposema hawa wamezua, tukusudia hawa wamezua njia ambayo iliyozuliwa, lakini tunajua makusudio yao ni kumwabudu Allah. Hii ndio bid'a. Kwa ni njia katika dini ambayo iliyozuliwa, inafanana njia hiyo na dini na sheria, lakini wanaoshikamana na njia hiyo iliyozuliwa wanakusudia kushikamana na njia hiyo iliyozuliwa, almubalaghatu fi at-ta'abbud lillah, ule upeo wa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala.